Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio hasa katika sekta ya siasa katika taifa la Tanzania. Kuna habari za kutisha ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari kuhusiana na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu, vile mnajua yu gerezani sasa hivi tunapoenda hewani. Habari hizi kuhusu Tundu Lissu ni zipi? Hayo ndio tunaenda kuchanganua kwa undani. Habari hizi ni za kutisha zaidi, huku tukipokezwa habari vile unavyotazama hewani kwamba habari hizi mbaya ni hizi. Msajili wa vyama vya kisiasa amepewa maelekezo kuhakikisha Chadema inafutwa. Chapisho hili ni la Msema Kweli, linadai kwamba Edgar Sativa amefichua siri kuhusu habari za kutisha kwamba Chadema, wakati Tundu Lissu yuko gerezani, chama hicho kiweze kufutwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa katika taifa la Tanzania. Nataka sasa tuchanganue kwa undani kwa nini njama ipo sasa hivi ya kukifuta chama cha kisiasa cha Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga. Kabla nizame kwa undani, nashukuru kwa ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Unapoendelea kutazama hii kana, kwa heshima na taadhima, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Ikiwa wewe ni mgeni, karibu. Ikiwa hauja subscribe, tusonge mbele pamoja. Karibu. Sababu ya kwanza, kwa nini Chadema inastahili kufutwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania. Number 1 ni kumaliza Tundu Antipas Lissu kisiasa. Sasa hivi Tundu Lissu yuko gerezani Ukonga. Ameshtakiwa kwa madai ya uhaini na kesi yake bado haijakamilika, ingawa tarehe 9 mwezi huu kesi yake inaenda kurejelewa na kuzungumziwa na kuamuliwa katika mahakama Dodoma. Sasa wanataka kumaliza nguvu zile ambazo Tundu Lissu ako nazo, kwa sababu sasa hivi tunapoenda hewani, Tundu Lissu ni mtu mwenye yu na heshima zake na wafuasi wengi, haswa katika chama cha Chadema katika kote ama katika taifa la Tanzania. Sasa wanataka kukifuta chama cha kisiasa chake ambacho anakiongoza, kwa sababu yeye ndiye kiongozi, ili kumumaliza kisiasa, ili kumumaliza nguvu zake, ili kumkandamiza na kuhakikisha ya kwamba ameisha kisiasa katika taifa la Tanzania na kupoteza wale ambao ni wafuasi wake ambao wanamfuata sasa hivi, kwa sababu yuko na nguvu za kisiasa, kwa sababu ya ufuasi mkubwa ambao upo katika chama cha Chadema sasa hivi, na njama hiyo imeweza kufichuliwa rasmi. Sababu ya pili, kwa nini wanataka kukifuta chama cha Chadema ambacho ni cha Tundu Lissu ambacho anaongoza sasa hivi. Number 2 ni kumaliza uhuru wa vyama vingi vya kisiasa nchini Tanzania. Kivipi? Katika uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, tuliweza kushuhudia uongozi na serikali ya Samia Suluhu Hassan ikizuia Tundu Lissu na Chadema kuwania kiti cha urais. Serikali hiyo ikapanga mikakati na kuzuia ACT Wazalendo, ni chama kingine cha kisiasa cha Mpina, nacho kikafungiwa kuwania kiti cha urais. Kile ambacho kiliweza kusalia katika anga za kisiasa maarufu ni CCM, chama tawala, kikaenda
kwa debe kuwania kiti cha urais pasipokuwa na vyama vingine vya mrengo upinzani ambavyo viko na umaarufu ikilinganishwa na CCM. Ndio maana akashinda. Sasa wanataka kumaliza uhuru wa vyama vya kisiasa ambavyo viko na umaarufu ili CCM izidi kuendelea kutawala miaka yote katika taifa la Tanzania. Na ikumbukwe ya kwamba marais wote ambao wameongoza katika taifa la Tanzania tangu taifa hilo liweze kujinyakulia uhuru wake mwaka 1961 ni CCM imekuwa ikikaa katika kiti cha enzi Ikulu wakati huu wote. Sasa hawataki vyama vingine ambavyo vinaonekana kuwa na umaarufu mkubwa kuendelea na siasa na kuongoza katika taifa la Tanzania, kuhakikisha ya kwamba CCM inaendelea kukaa mamlakani siku zote duniani. Ndio maana wanataka kukandamiza vyama vya kisiasa ikiwa watafaulu kukifuta chama cha Chadema ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu. Ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu sasa hivi amekaa gerezani kwa miezi 9 kwa kosa la uhaini, na uhaini katika sheria za Tanzania mwaka 1977 zinasema ya kwamba ikiwa utapatikana na kosa la uhaini ni kifo kwa sababu hamna dhamana. Kwa hivyo tutasubiri tuone kesi yake inaenda kukamilika kivipi. Tarehe 9 mwezi huu kesi yake inarejelewa mahakamani. Tutakuwa mbivu na mbichi kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Lakini msaidizi ama naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche ametishia na kusema liwe liwalo liwalo na liwe, hawezi kunyamazishwa. Lazima wataendelea kukemea serikali ya CCM, wataendelea kukemea utekaji nyara, wataendelea kukemea uongozi mbaya wa kiimla katika taifa la Tanzania. Alikuwa anazungumza hayo kwa mazishi kule mpakani Sirari, na akasema liwe liwalo, wao kama wanachadema lazima watasimamia haki na ukweli na demokrasia, kuleta uwazi katika taifa la Tanzania, haswa katika sekta ya siasa. Naomba kuuliza swali. Je, kuna uwezekano kulingana na wewe serikali kukifuta chama cha Chadema? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Na Waswahili walisema ya kwamba lisemalo lipo, kama halipo li njiani laja. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha kanda hii. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza baadaye. Lakini niko na ombi moja tu. Kuna wale ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, ama kuna wale ambao wamekuwa wakitazama lakini bado hawaja subscribe. Utajuaje kama hawaja subscribe? Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Unapotazama ikiwa umeandikiwa subscribed, wewe umesubscribe, usiponyeze. Asante kuzidi kutupiga jeki. Lakini ikiwa unatazama kwa kitufe umeandikiwa subscribe, inamaanisha hauja subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.